Hii ni orodha ya viongozi 6 maarufu waliowahi kuwekewa sumu. Wengine walinusurika, wengine hawakuwa na bahati. Baadhi ya visa hivi uchunguzi bado unaendelea au hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai ya sumu. Wa kwanza ni Yasir Arafat wa Palestina. Mwaka 2004 alifariki baada ya kuugua ghafla kwa wiki kadhaa huko Paris, Ufaransa. Rekodi zilionyesha kuwa ni kiharusi, lakini familia walishinikiza uchunguzi zaidi na majibu yalionyesha mwili wake ulikuwa na viwango vya juu vya polonium, ikipendekeza uwezekano wa sumu. Wa pili, Alexei Navalny wa Urusi, mwanasiasa mashuhuri wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Alijaribu kuuawa kwa sumu ya Novichok mnamo mwaka 2020. Alisafirishwa hadi Ujerumani kwa matibabu. Alinusurika na akarudi tena Urusi kwa hiari. Ujasiri wa ajabu. Watatu, Viktor Yushchenko wa Ukraine, kiongozi wa upinzani na mgombea urais wa Ukraine mwaka 2024. Aliugua ghafla wakati wa kampeni za urais. Baadaye iligundulika kuwa aliwekewa sumu kali ya dioxin. Lakini hakukata tamaa. Alishinda uchaguzi na kuwa rais. Wanne ni Alexander Litvinenko wa Urusi. Aliwekewa sumu ya polonium 210 kwenye chai jijini London mwaka 2006. Alikuwa jasusi wa zamani wa shirika la kijasusi la Urusi FSB. Alifariki dunia baada ya wiki kadhaa na alitoa ushahidi wa video akiwa hospitalini akidai serikali ya Urusi ilihusika. Lakini hadi leo hakuna aliyekamatwa. Watano ni Khalid Mashal, kiongozi wa Hamas. Mwaka 1997, maafisa wa Mossad, shirika la ujasusi la Israel, walimvamia huko Jordan. Walimwagia sumu ya neva kwenye sikio. Alinusurika tu baada ya shinikizo la Jordan kwa Israel kumpatia kiua sumu. Mpango wa kimya kimya uliogeuka kuwa kashfa ya kimataifa. Wa sita ni Kim Jong-nam wa Korea Kaskazini. Katika uwanja wa ndege nchini Malaysia, alishambuliwa kwa sumu ya neva ya VX, moja ya sumu hatari zaidi duniani. Alifariki dunia dakika chache tu baadaye.